Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ni wakati ulio mwema ambapo tunashukuru Mungu kwa ajili ya uzima na amani ambayo anazidi kutupa ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nashukuru mchungaji kwa ajili ya safari ambayo umekuwa nayo. Najua ya kwamba Mungu ni mwema, umekuwa mwaminifu akakupigania, ukasafiri vyema, ukarudi. Tunamshukuru Mungu. Ndugu wetu Mark, ni muda mrefu sana. Tunakupenda brother yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio huwa tunajiuliza ndugu yetu kweli, lakini Mungu ametenda siku ya leo, tunafuraha ako pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana ndugu, bila atuho, sisi tunakupenda. Amen. Yes. So tunaingia katika neno la Mungu. Topic yetu ni kuhusu ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Topic yetu ni kuhusu ushindi. Subtopic ambayo tuko nayo ni obedience. Bwana Yesu asifiwe. Kutii. Obedience ambayo ni kutii. Na tumefikia mahali ambapo sasa tunaangalia kutii ni nini, ina maana gani, na inakaa silaha aje kwa ajili ya Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vita vyetu tunashinda kwa ajili ya kutii. Kuinuliwa kwetu tunainuliwa kwa ajili ya kutii. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona mfano wa Yusufu. Kwa sababu ya kutii Mungu alimuinua, Mungu alikuwa pamoja naye. So tunapotii tunaona ya kwamba tutainuliwa. Lakini kutotii ni kumaanisha ya kwamba wewe unakataa kwenda pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio kuanguka. Tunaona ya kwamba Sauli hakutii. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya yeye kuwa mfalme, kuwa katika uongozi, lakini alinyang'anywa ufalme kwa sababu hakutii. Mungu alimwamrisha ya kwamba enda uwa kila kitu. Yeye akaenda akaficha vingine, akasema hata itatolea Mungu nini? Sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haikuwezekana, akaondolewa katika ufalme licha ya yeye kuwa mfalme. So tunaona ya kwamba katika position ambayo Mungu amekuweka, so silaha ambayo itakuwezesha umendei hiyo position ama Mungu akuinue ni kufanya gani? Ni kutii. Bwana Yesu asifiwe. Na kutii inatokana katika ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Iko ndani, sio amri ambayo iko nje ama kutii vitu ambavyo viko nje, lakini ni kulingana kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo tutasoma Wakorintho wa pili 7:15. 2 Corinthians chapter 7 verse 5. Aliyepata hiyo kwa Kiswahili ama kwa Kiingereza naweza tusomea, alafu tuangalie tuone Biblia inasema nini. Chapter 7 verse 15. 2 Corinthians chapter 7 verse 15. Aliyepata anaweza kusomea. Ni Wakorintho wa pili ama 2 Corinthians chapter 7 verse 15. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutasoma Karibu mtumishi wa Mungu. Wakorintho wa pili Yes. mstari wa 15. Biblia inasema hivi: na mapenzi yake kwenu yamekuwa mengi kupita kiasi. Yes. Akumbukapo kutii kwenu ninyi nyote, jinsi mlivyotakizwa kwa hofu na kutetemeka. Amen. Uliokaribisha, asante mchungaji.
ulipomkaribisha katika hofu na nini na kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Katika kutii kwenu. So tunaona ya kwamba kutii ambayo Mungu anaongea kwasi ni kutii kutokana katika undani wa moyo wako, sio kutii amri ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hapa kuna tofauti ya nini ya sheria na nini na law. Bwana Yesu asifiwe. Because the law is the command from above. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna amri. Amri hizi ambazo zinapeana na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Amri ya wanadamu unaweza fuja, lakini amri ya Mungu hauwezi kufanya namna gani? Hauwezi fuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mfano, tunaona Shadraka, Meshaki na Abednego, kuna amri ya wanadamu ilitokea ya kwamba yafaa mtu anayeishi katika hiyo nchi, Bwana Yesu asifiwe, afanye namna gani? Aidabie viungo fulani. Hiyo ni sheria, Bwana Yesu asifiwe, imetolewa ni ya wanadamu, lakini hao walikaidi wakafanya namna gani? Wakafuja, kwa sababu ndani ya moyo wao walijua Mungu wao ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So akasema tutafuja sheria ya nani? Ya wanadamu. Na Mungu akapata kufanya gani? Kuwatetea. Lakini unapofuja sheria ya Mungu, basi hiyo ni kumaanisha kwamba hautatii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo sasa ni maangamizo. Na hapa Sauli ndiye alifanya. Alijiona yeye ametosha kwa sababu yeye ni mfalme, ako na sauti katika hiyo nchi, anafanya chenye anafanya na gani? Anataka. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani ni mchanja, kwa sababu shetani kazi yake duniani hii ni kujaribu kuleta upiganizi. Bwana Yesu asifiwe. Apige yale Mungu ambaye alisema. Kama natanganya, angalia katika Mwanzo kwenyewe, wakati Mungu alikuwa ameleta Adamu na Eve duniani, katika uumbaji wenyewe Mungu anasema namna gani? Mimi nimewaumba kwa mfano nini? Kwa mfano wangu. Bwana asifiwe. Amen. I've created you from my own image and likeness. Sio kumaanisha kwamba hao watu aliwaumba kwa kweli wanamfanana Mungu, lakini shetani naye anakuja, yeye pia anaelewa wameumbwa kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini anakuja anawatanganya, anawaambia ya kwamba mkikula hili tunda mtafanana na nani? Mtafanana na Mungu. Bwana asifiwe. Na Mungu hapa tayari amewaambia ya kwamba mimi nimewaumba nyinyi kwa mfano wangu. Sasa kwa lugha nyingine shetani alikuwa anawaambia ya kwamba nyinyi hawafanani Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kula hili tunda yofanya namna gani? Mfanani na Mungu. So hao wakasikiza nani? Wakasikiza shetani, wakaona shetani ndiye wa ukweli kuliko nani? Kuliko Mungu. Na Mungu mwenyewe amewaambia ya kwamba mnafanana na mimi, nimewaumba kwa mfano wangu, lakini hawakuridhika. Sasa shetani, so ujanja huu shetani hapo nao hata mpaka sasa hivi. Unaona Sauli ameinstruktiwa vizuri ya kwamba enda waue wale Waamaleki, kila kitu na vyote ambavyo vipo, lakini anafika pale anaangalia vile vizuri, anaenda kazi. Shetani anamdanganya ya kwamba ukienda ukutolee hizi Mungu unataka, ila atafanya kazi, anafurahi. Lakini amemwambia ya kwamba enda pale la kazi, enda kabisa yote. Unaona sasa, kwa sababu ya kutotii alikuja kuangamia. Maana so tunapoishi duniani, shetani ako na ujanja wake ili kututoa katika kukutii nani? Kutii Mungu. Tutii mambo yetu, tuone ya kwamba kweli haya mambo ndiyo itatufaulisha, hii mambo ndiyo itatusaidia, lakini mwishowe tutafanya gani? Mwishowe mambo yatatuangamiza. So mtumishi wa Mungu Paulo anasisitiza Wakorintho, anawaambia ya kwamba kutii kama unatoka katika ndani yenu,
kutii ambayo kunatoka ndani, sio kuburudishwa. Kwa sababu maburudisho yako ya katika kazi, sheria zipo, lakini tunajua ya kwamba sheria zinazowekwa na wanadamu tunaweza fahamu na gani, tunaweza zifunje, lakini zile ambazo zimewekwa na Mungu hatuwezi fahamu na gani, hatuwezi zifunja. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtumishi wa Mungu mwingine ambaye alikuwa anaitwa nani? Yusufu. Bwana asifiwe. Mke wa Potifa akamwambia kwamba ukitaka kama kukaa vizuri, kukaa maisha mazuri, mpaka utii nabii. Bwana asifiwe. Yeye akakataa, akasema hii itakuwa kumhujumu Mungu na kuenda kinyume na matakwa ya nani? Na matakwa ya Mungu. Mimi sitafanya hivyo. Akakataa na akamwekelea mpaka akawekwa gerezani. Akasema hata nikiwekwa gerezani, lakini itabaki kumheshimu nani? Kumheshimu Mungu. So gereza hii kubutisha, yeye alibaki, aliona ya kwamba afadhali afuje sheria ya wanadamu, lakini atii sheria ya nani? Ya Mungu. Na katika harakati hizo zote, mke wa Potifa aliona ya kwamba amemweza, sasa amemweka gerezani, amembaliza. Lakini kumbe Mungu kule juu mbinguni anafaa na gani? Anamtetea. Anaweza sifiwe. Mungu anamtetea, Mungu anampigania. So kutoka katika gereza, yeye anapandishwa kutoka prime minister. Anaweza sifiwe. Kitu cha ajabu kwa sababu ya kutii nani? Ya kumtii Mungu. So kumtii Mungu ni jambo lililopora ambalo linafanya Mungu akuinue, akutoe mahali pa chini, akupandishe mahali pa juu. Katika kutii. Kutii kutakutoa katika shida, kwenye mahali ambapo ni pazuri kutii. Lakini usipotii, ile lifanye gani? Ni kuangamia. So yeye kutii. Yesu kushinda kwake, alishinda kwa sababu ya kutii nini? Kutii Mungu. Shetani alikuja na majaribu mengi. Angalia, kuna wakati ambapo alimchukua akamweka juu ya hekalu na akamwambia, wewe ruka, kwa sababu Mungu ataandika malaika wake wafanye kazi kama ukushinda au utaumia. Yeye akaona haya ni majaribu ambayo anataka kujaribu Mungu. Lakini sisi hatuishi hapa kwa ajili ya kujaribu Mungu. Bwana asifiwe. Yeye tunajua ni baba yetu. Yeye anatutetea. Kila wakati ako kwa ajili ya kufanya gani? Ya kusimama pamoja nasi. So hakuna haja ya kujaribu. Bwana asifiwe. So kitu shetani alitaka kwani Yesu aone favors ya Yesu ajisifu. Bwana asifiwe. Yesu ajisifu kwa sababu ya favors, na hiyo ndio watu wanafanya. Mungu akigundua akimpatia kipawa fulani, so anataka akionyeshe, lakini Yesu alikataa. Bwana asifiwe. Akamwambia mtu peke yake. Akaenda kufunga siku 40. Akaenda njaa, anatoka jangwani. Shetani kalijua kwa sababu kadaelewa. Bwana asifiwe. Anaona huyu Yesu ako na njaa. Akamwendea. Akasema ya kwamba mimi najua wewe uko na njaa. Na wewe ni mtoto wa Mungu. Apia hili jiwe likawe mkate ukafanya na gani? Ukakule. Yesu ni mtiifu anatii neno la Mungu. Yesu akamwambia kwamba hatutaishi tu kwa ajili ya mkate, bali katika neno litokalo katika kinywa cha nani? Katika kinywa cha Bwana. Yeye alikuwa mtiifu, anatii licha ya njaa akonayo, lakini haoni njaa, lakini anaona nini? Anaona neno la Mungu. Bwana asifiwe. Anasema kuishi kwetu si kwa ajili ya hii chakula ambayo tunaiona, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Bwana. So sisi kuishi duniani tunaishi kwa sababu ya neno na neema ya Bwana. Neno la Mungu linasema pona, unaamka katika balasi unapona, unatembea. Neno la Bwana linasema unabarikiwa, unapotoka unabarikiwa, unapoingia unabarikiwa. Amen. Unapotii hili neno unabarikiwa. Wewe unatembea kama milango yako imefanya ndani, imefunguka. Kwa sababu unatembea katika neno. Na usipotii
itabidi wewe mwenyewe ungangane na nguvu yako na Mungu akuache. Na ndiposa unaona watu wengi wanakaa katika maisha ya struggling. Wanakaa katika struggling why? Because hatuendendi katika neno, tunaendelea katika nguvu na mawazo yetu. Bwana asifiwe. Amen. Na tunajidai ya kwamba tunavipata katika nguvu zetu. Na vile ambavyo tuko nazo tunasema tumevipata kwa ajili ya nguvu na akili zetu. Bwana asifiwe. Lakini sio hivyo. Chochote ulicho nacho ni kwa ajili ya nini? Ya Mungu. Bwana asifiwe. So lazima tukamtii Mungu, tukaenende katika neno lake na tutabarikiwa katika neno lake. Lakini bila kutii bado tutaona maisha yetu haitakuwa sawa. Bwana asifiwe. Yesu alishinda kwa sababu ya kutii. Na kila wakati alikuwa anasema ya kwamba nafanya mapenzi ya nani? Ya Baba yangu. So katika hali hiyo, hata majaribu yalipokuja, yeye alifanya gani? Alishinda. Alishinda kwa sababu ya nini? Alikuwa anafanya mapenzi ya nani? Ya Baba yake. Kufanya mapenzi ya Baba yake ni kumaanisha ya kwamba alikuwa amefanya gani? Ametii. Asifiwe. So unapotii ni kumaanisha ya kwamba wewe unatembea katika obedience ya Mungu. Na Mungu anakuwa pamoja nawe. Mungu anakubariki, Mungu anakuinua. Shetani ni wajanja, wanajaribu kupaka wewe kutoka katika mipango. Samson alikuwa amemtii Mungu. Na Mungu alikuwa amepatia kitu kimoja, nywele yake. Bwana asifiwe. Akasema wewe you are what? Yaani yeye ametakaswa, ametekwa na nywele yake isifanye gani? Isikuje wewe. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndio sheria Mungu alimpatia. Shetani ni nani? Shetani ni mjanja, anataka aelewe. So naye akapata Delila. Alipopata Delila alimuona ya kwamba huyu ni mke wangu ambaye tutaishi na yeye, atasaidia mission yangu iende mbele. Na kumbe kazi ya Delila alikuja kufanya gani? Kumwangamiza. Kumbe ni shetani ambaye alitumwa katika maisha yake. Tunaona ya kwamba anamwendea, anamweleza, anasema mzee wangu, wewe ni mtu mwenye nguvu ya kuelewa. Yeye anafurahi, anaona ya kwamba mke wake kweli anamsifia. Bwana asifiwe. Lakini sio kumsifia, ni ujanja wa shetani huko pale kutafuta nguvu, chemchemi ya nguvu yake iko Marekani. So tunaona ya kwamba Samsoni kushinda alikuwa amemtii Mungu. Nywele yake hataki mwembe ipite kule. So naye akawa mtaja kidogo, akasema mkinifunga na kamba, nguvu zangu zitaisha. Lakini wanamfunga na kamba zitakatika. Mkifunga na minyororo, basi nguvu zangu zimeisha. Wanamfunga inaisha. Lakini shetani ni mjanja. Mke wake anapembeleza. Sasa bibi hapa ni kama unitaki. Bwana asifiwe. Kwa sababu umekosa kujielezea. Ni kumaanisha ya kwamba wewe wewe ni kama umeficha siri yako kwako. Bwana asifiwe. Sasa kama wewe si mwanadamu, sababu bibi ni kama ni wewe, sisi ni mwili mmoja. Hebu nielezee zini kabili ni nini chemichemi ya nguvu zake. Bwana asifiwe. Mpaka akafunguka. So kule kufunguka, kujieleza, ndiye alijiexpose. Bwana asifiwe. So shetani yako pale hivyo. Maombi ulio nayo ndio inamshinda yeye. Bwana asifiwe. Maombi yale ambayo unayafanya yale ndiyo yanashinda shetani. Lakini inafika mahali anatafuta ni wapi ambapo panafanya wewe unashinda huyu shetani. Anakuja ili afike maombi yako. Usioke. Bwana asifiwe. Unapokosa kuomba wewe uelemewa, anakutwaka. Bwana asifiwe. So unaona mapigo katika maisha yako ni kwa sababu wewe mwenyewe umefungulia shetani ya kwamba mimi mwenyewe
anafanya gani? Huwa anafanya hivi. Huwa anafanya hivi. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. So sisi ambayo tumeitwa na Mungu, kuna mambo fulani ambayo Mungu ametupa na ni lazima mambo yetu tufanye nini? Kisiri. Bwana asifiwe. Amen. Sio kutangazia kila mtu. Mungu amekulelea kwamba anaenda kukuinua. Anapokuambia anaenda kukuinua, sasa sio ataweka gazeti kila mahali. Hiyo ndio kuexpose mambo yako kwa mapepo na shetani ili wafanye magari kwa kufanya. Bwana asifiwe. Amen. Amekwambia kwamba hii mwaka anaenda kukuinua. Unaenda kucheka nyuma. Bwana asifiwe. Amen. Sio sasa nafasi ya kutangazia kila mtu ya kwamba sasa mimi naenda kucheka, naenda kufanya mkakati. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ni siri yako na nani? Na Mungu. Hata ukimaliza uambie. Na tukaona mambo ambaye Yusufu alifanyiwa na ndugu zake kwa ajili ya kufanya gani? Kwa ajili ya kujieleza. Mungu ananena na yeye ya kwamba mwezi, jua na nyota zote zitafanya gani? Zitakuinamia. Amen. Na yeye anatoka pale anaenda kuambia wazazi wake na ndugu zake ya kwamba nyota, mwezi na zote zitakuinamia. Sasa wanamuuliza wewe ni nani? Hata roho katika familia hii haujulikani. Wewe ni mtoto kadogo sana katika jamii yetu. Bwana asifiwe. Amen. Sisi tutakuinamia wewe na kudanganya. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hiyo ikawa chanzo ya vita zake. Hiyo ikawa chanzo ya yeye kutengwa na familia kwa sababu ya kujieleza kwake. Sio kuna mapigo mengi ambayo wanapitia na ni kwa sababu ya wewe kuwa wazi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa wazi. Sio kuna mambo mengine ambayo ni ya kisiri, haina haja. Ni wewe na Mungu wako. Bwana asifiwe. Amen. Baadaye watu waone umefaulu. Ukishafaulu hakuna kitu watanifasi. Bwana asifiwe. Amen. Unapofaulu hakuna shetani bila atanifasi. Yes. Lakini yale ambayo unayapakia ana vile anaweza fanya kufuga zisifanyike. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kile Mungu amekufaulisha hana vile ananifasi usifaulu. Bwana asifiwe. Amen. Wewe kama umepita mtihani wa class 8, hakuna shetani vile atakuja kukupiga lakini uanguke mtihani wa class 8. Umepita wewe unaenda. Bwana asifiwe. Amen. So usimwambie naenda kwa mtihani. Wewe faulu, aone ya kwamba umefaulu umeenda. Lakini kutangaza hiyo ndio vita. Bwana asifiwe. Amen. Na usiposimama vizuri, wengi wameangamia kwa sababu anaangalia vita, amwangalie. Anasema ni ndugu zangu ambao wananipika vita. Ni anaangalia. Lakini Yusufu licha ya hayo hakuangalia wale wanaopika vita. Yeye aliangalia yule anayempikania. Bwana asifiwe. Alisema ya kwamba Mungu hapa atafanya gani? Atanipikania. So alikuwa anamtazamia Mungu. Lakini wengi wa Wakristo tunaanguka kwa sababu tuna expose maneno yetu. Tunapo ya expose, unaona ya kwamba vita zinaanza, na vita zinapoanza, sasa sisi tunaangalia wenye wanatupika vita, hatumwangalii yule anayetupikania. Bwana asifiwe. Na tunapoangalia hivyo, basi unaona ya kwamba tunashindwa katika mambo mengi kwa sababu tumemwangalia yule anayetupika. Bwana asifiwe. Amen. So mambo yetu yakawe kisiri. Na ndiposa mtumishi wa Mungu Paulo akasema ya kwamba katika ndani yenu mkawe na obedience. Bwana asifiwe. Amen. Mkawe na obedience. Ndani tutashinda. Lakini tusipokuwa na obedience ndani yetu, utaona ya kwamba tutashindwa. Na kuwa na obedience ndani inamaanisha ya kwamba unamuelewa Mungu na ufahamu vyema. Licha ya challenges ambazo ziko katika dunia, sisi tunamtazamia Mungu na kumwamini Mungu. Sasa asifiwe. Sababu katika mapito tunayoyapita kuna sheria zinatupa ya kwamba ufanye hivi ndio ufaulu. Bwana asifiwe. Lakini hayo unayaweka kando. Wewe unamtazamia nani? Unamtazamia Mungu. Na Mungu naye atakutetea, Mungu atakupigania, Mungu atakutia nguvu. Unapo tu kuweka Mungu mbele,
utaona ya kwamba Mungu atakushindia. Naweza sifiwe. Na Mungu akikushindia wewe ni mshindi, hakuna tena kutofaulu, kwa sababu hapo pamoja nawe. So tuinuke kwa vikuu zetu na tumwambie Mungu ya kwamba sisi tuko hapa, Baba yetu, ukatusaidie tukatembee katika kupitia katika ndani ya maisha yetu. Licha ya challenges, najua ya kwamba njaa ziko na shetani anapitia katika njaa, anasema ya kwamba fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanya ujanja hivi, fanya hivi, ili utoke katika hiyo njaa. Lakini sheria ya kufaulu kwa Mungu iko. Bali alionyesha shetani, akasema angalia mali yote ya dunia hii ukiniabudu mimi. Na kwa kweli wengi wamekosa, wametoka katika njia ya Mungu kwa sababu ya kumwenda kumwabudu shetani ili wapewe mali. Anawaambia angalia vile unahangaika, vile unateseka, watoto wanalala njaa, vile unahangaika hata nyumba hauna vizuri. Angalia watu wanatembea kwa magari makubwa makubwa, na wewe unaubia hapa tu unateseka. Hata fanya hivi, niambie mimi kupatia haya magari yote. Watu wanaingia kwa Illuminati, wanafanya uchafu, usharati ili wapate mali na wapate vyote. Lakini wewe unapotii sheria ya Mungu, ukatembea katika Mungu, utaona ya kwamba Mungu anatetea maisha yako, anakufalisha, anakunywesha, anakufisha, na unatembea katika nguvu, anakukinga na magonjwa yote. Hapo huyu atakimbia katika hiyo, atamwinamia shetani, shetani anampika na magari. Ndio hapo na magari makubwa, lakini anapewa kaza. Bwana Yesu asifiwe. Kaza ambayo hata haya magari hayezi kutibu, anaenda anaangamiwa haraka haraka. Ndio huyo amekimbilia huko kwa usharati na mambo mengine ili apate mali. Ndio hiyo amepatwa na magonjwa ambayo haina tiba. Shetani hata yale mali ambayo amepewa haiwezi kumsaidia yeye akatibu hayo magonjwa, lakini kwa sababu yeye ameona fiatulia, amekimbia, amejiangamiza yeye mwenyewe. So mbele tukamtii Mungu, kwa sababu tunapomtii Mungu wetu anatuwezesha, atatupigania, atatufunika, atatuinua. Katika kukutii atatuinua, katika kukutii hata katika hali zote yeye atatuinua. Alikumbuka Yusufu akiwa gerezani. Wewe hauko gerezani, je, atakosaje kukumbuka? Akakumbuka Shadraka, Meshaki na Abednego wakiwa katika tanuri la moto ambayo umewashwa zaidi ya kawaida, mara 7 ya moto wa kawaida. Je, unaweza kuwa unapitia katika moto? Ndio tunajua ile moto ni ya kawaida, haijawashwa mara 7, lakini imewashwa mara 7, lakini wako kule, Mungu akawakumbuka. Je, katika ule moto, kwa nini Mungu akose kukumbuka? Sio ndio unajua haya unayozipitia, wewe mwenyewe unazijua. Hata inafika mahali mawazo yako inalemaa. Unasema ni kama Mungu ameniacha bali. Naona ndugu zangu, matata zangu, wale walionitangulia na wale hata waliko nyuma yangu, wako maisha mazuri, wamechicheka, wamefanya ABCD, wako mbele kidogo. Lakini mimi naumia hapa. Ni kama Mungu amenisahau, Mungu hajakusahau. Katika haya majaribu na mateso, Mungu anakujua. Yeye yuko tayari kwa ajili ya kuondoa katika hiyo hali. So we haja ni kupeana na kumtii. Useme Mungu katika nyayo zako, mimi nitakutii, itafanya mapenzi yako na Mungu atakuinua. Karibu mchungaji. Ya